Tuligonga mwamba, nafasi ambazo kipa alizicheza, lakini yote kwa yote tumeshamalizana na mechi hiyo, na sasa tumerejea Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mechi nyingine. Unaposema kwamba alikuwa ubora wa Dodoma Jiji, unajaribu kumaanisha nini? Nafasi ambazo tulizitengeneza na tukazikosa. Kama tungetumia vizuri nafasi zile, maana yake tulikuwa tunapata mabao matatu, mabao manne, na hadithi ingekuwa tofauti kabisa siku ya leo. Baada ya matokeo haya, mnaelekea mchezo mkubwa wa dabi ya Kariakoo. Mipango ipoje hivi sasa mmewasili hapa station? Ndio tunaondoka hivyo, tumetua hapa station, tunaelekea bandarini moja kwa moja kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kuanza maandalizi ya mchezo huu. Poteza amini kupata sare katika mchezo kama wa Dodoma Jiji ambao mpinzani wako ambao anakutana naye tayari ameijengea confidence mchezo uliopita kushinda mabao matano. Kwa kweli binafsi unaelekea matokeo haya ya sare ile ya Dodoma Jiji yana maana kubwa sana kwetu, sababu kwanza natuondolea kiburi, inatuongezea umakini, inatuongezea nguvu ya kupambana katika michezo inayokuja. Pengine tungeshinda, tungerelax na tungeona kwamba tayari tumeimarika kwa kiasi kikubwa, kwa hiyo pengine tungeweza kupunguza nguvu ya maandalizi, lakini sare hii imetufanya turudi hatua moja nyuma na kuangalia wapi tuongeze nguvu zaidi ili tupate matokeo katika mechi zinazokuja. Kwa hiyo kila bahati mbaya inakuwaga na bahati nzuri ndani yake. Na namna yote matokeo ya jana yameshusha morali kwenye no. Ingekuwa ni mechi ya mwisho pengine au mechi ambayo inatunyima kabisa nafasi ya kupigania ubingwa, morali ingeweza kushuka, lakini matokeo yale bado yanatupa nafasi ya kuendelea kupambana. Kwa hiyo morali haijashuka, zaidi na zaidi ni kwamba morali imezidi kupanda kwa sababu tuna kazi kubwa ya kufanya ya kuipambania Simba yetu. Bahati mbaya tukusikia ukiunguruma jana baada ya mechi, lakini ulisema baada ya mechi utazungumza na kuweka vizuri ama kuweka sawa taarifa ya Jonathan Soa. Vipi kuelekea mchezo huo na ripoti yake umepata ipo vipi? Jonathan Soa tumemrudisha ama tulimuondoa kambini Dodoma na tukamrejesha Dar es Salaam tangu juzi, sikumbuki siku, lakini mara baada ya mchezo dhidi ya Tanzania Prison ya siku inayofuata akaondoka kambini na kurejea Dar es Salaam. Hiyo ndio taarifa ambayo ninaweza nikawathibitishia wana Simba na waandishi wa habari, lakini siwezi kwenda into details kwa nini tuondolewa na kitu gani kinafuata mpaka pale klabu itakapokuwa tayari kutoa taarifa ya undani kitu gani kimetokea na kitu gani kitatokea baada ya hicho kutokea. Sijajua, tunaweza tukamkuta bandarini, lakini mpaka hivi sasa hatujauli naye kutoka Dodoma na sijajua kama tutakuwa naye kuelekea Zanzibar. Ni haya ya utovu wa nidhamu ambayo ndio amemweka nje. Siwezi kusema chochote kitu gani kimepelekea kumweka nje, ila ninachoweza kuwathibitishia kwamba ni kweli yuko nje ya kikosi tangu juzi. Nini sababu na kitu gani kinaendelea mpaka pale klabu itakapokuwa katika wakati sahihi kutoa taarifa. Kuelekea dabi ya Kariakoo, mwenyeji wa mchezo huo jana ameshinda goli 5 kwa sifuri, na akisema kwamba anatuma salamu kwa wanaofuata. Nataka salamu kufikia samaji katika pigo goli 5. Wakasema wanatuma salamu, lakini pia wakasema huenda kile kikosi chote hiki. Stare moja. Karibuni sana. Salamu umezipokea? Nimepokea sana. Salamu umezipokea? Karibuni Zanzibar. Siamini kama funga imeanza kuchukua asubuhi na mapema. Tumeamka usiku saa 9. Saa 11 tukaanza safari, kwa kuna ile kusinzia kwenye treni na nini na uchovu jumlisha na somo ndio ambayo nilikuwa, sababu hii ni somo iliyochanganyikana na parezi plus usingizi. Kwa hiyo kidogo bado kama metro haijapata power. Sio ni plus kofu. Plus mashaka. Hamu wako pia sisi na mechi zetu hizo. Sisi tumecheza dabi ndio tumecheza. Tumecheza kikubwa.
Sisi ndio shughuli zetu hizo. Dabi ni mechi ambayo wanacheza kwa kuenjoy, tofauti na washamba kama Dodoma Jiji wale wanacheza mara furafa wakaruka ovyo. Hii dabi tunacheza na enjoy. Kwa hiyo sisi ndio mechi zetu. Lakini semaje kuelekea mechi hiyo? Watu wakiwa wananunua kuhusiana na Damaro, sport yake na nini, wao jana wametangaza mechi hiyo ni Damaro Day. Uko tayari? Yaani tuko tayari kwa Damaro Day. Hapa tunazungumzia. Sasa ingia maanisha hata kana ndio swali ana jibu analitaka. Sasa unaweza kunisaidia? Hiyo si. La Damaro Day. Sikizalendo. Semaji hamna historia nzuri sana na uwanja wa Amani hivi karibuni. Na hata mechi ya dabi iliyopita kwa maana ya Dar es Salaam Mzizima ilipoteza dhidi ya Azam FC. Historia pengine ikaenda kujirudia pale Zanzibar, ama nyinyi hamuwazi kabisa kuhusiana na historia ya uwanja? Mnaangalia tarehe 2 nitawapa historia ya Simba na Zanzibar. Kuna historia ya Simba tarehe 2 nitawapa vyovyote itakavyokuwa. Sulubani kakasirika anabonyeza phone. Kwa tarehe 2 nitawapa historia ya Simba na Zanzibar. Semaji, ulithibitisha kwamba uliandika barua ya kuuliza imekuwaje mwenyeji wa mchezo ndio ametangaza uwanja kabla ya bodi ya ligi. Labda barua hiyo imejibiwa, na kama wamejibu unaweza kusaidia majibu hapo? Sio majibu ya bodi. Lakini kwa haihusiani na nyinyi kwamba nataka tu kujua bana Asha. Nikutaka tu kujua utaratibu basi. Bado hawajajibu. Bana Asha. Lakini ndio Zanzibar. Hatuendi sasa. Hawajajibu.